Na mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel Plus. Utakuwa nami Lulu Ali, lakini hapo baadaye tutakuja kujiunga na Edel Bahati katika upande wa michezo na burudani, akija hapa kutupasha zaidi. Karibu sote, na kwa kwanza tuanzie huko Zanzibar, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ameshukuru serikali ya Oman kwa kuendelea kutoa misaada ya maendeleo ya Zanzibar. Rais Mwinyi amesema hayo katika hafla ya futari iliyoandaliwa na balozi mdogo wa Oman hapa nchini, Balozi Said Salim Al Sinawi, ambapo amesema Oman imeendelea kuwa na uhusiano wa kidugu na Zanzibar na imeendelea kutoa misaada katika sekta mbalimbali ikiwemo elimu, utalii, urithi wa mji mkongwe na utamaduni. Imekuwa nyenzo muhimu kwa maendeleo ya Zanzibar na kuihakikishia nchi hiyo ushirikiano wa kudumu. Aidha, Rais Daktari Mwinyi ameomba waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi kwa ujumla kuendelea kuiombea nchi na dunia ili kuiepusha na majanga na mifarakano miongoni mwa mataifa. Kwa hivyo tumshukuru mwenyeji wetu kwa kutuwezesha tukutane baada ya muda mrefu, na hii inajenga mapenzi kama alivyosema Mheshimiwa Balozi. Sina zaidi, tutakiane siku njema na tumuombe Mwenyezi Mungu kwamba atudumishe katika amani tuliyokuwa nayo nchini mwetu, lakini na duniani ipatikane amani. Maana hali sasa hivi kama sote tunavyojua, yanayotokea upande huo wa Middle East yanaathiri sio wao tu, mpaka huku kwetu dunia nzima inaathirika kwa mambo haya. Oman na Zanzibar ni ndugu. Kwa hiyo serikali ya Oman itaendelea kushirikiana na serikali ya Zanzibar katika mambo mbalimbali ya maendeleo katika sekta mbalimbali kama vile utalii, utamaduni, afya, elimu, huduma za kijamii na kadhalika, ile kuunga mkono juhudi kubwa za serikali yako unayoongoza. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa wizara zinazohusiana na sekta ya mazingira kufanya kazi kwa ushirikiano ili kuwa na mpango wa pamoja utakaowezesha uhifadhi endelevu wa mazingira. Makamu wa Rais ametoa wito huo wakati akifanya mazungumzo na Waziri wa Maliasili na Utalii Daktari Ashatu Kijaji, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Masauni, Naibu Waziri wa Maji, Mhandisi Kundo Mathew, Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Daktari Fasto Dugange, Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Daktari Richard Muyungi, pamoja na wataalam kutoka wizara hizo katika kikao kilichofanyika mkoani Dodoma. Amesema wizara hizo kwa zinategemea zaidi uhifadhi wa mazingira. Mathalan, Wizara ya Maji itafanya kazi kwa ufanisi kama vyanzo vya maji havitaharibiwa. Vilevile, mpango wa matumizi ya nishati safi ya kupikia utawezesha kuokoa ukataji miti ovyo na hivyo kulinda misitu iliyopo. Ningeomba makatibu wakuu wetu waone uwezekano wa kukutana, watengeneze mpango wa pamoja, baadaye mawaziri waupitie, watuletee, alafu sisi tumshauri rais namna bora zaidi ya kutengeneza mkakati ambao unafanikiwa. Nimeambiwa changamoto kubwa sio kwenye kupanda miti, ni baada ya kupanda kuihifadhi hiyo miti. Kwa kiwango cha miti ambayo inakufa baada ya kupandwa mara moja ni kikubwa sana ukilinganisha na yanayokuwa. Kwa hiyo tunapokwenda kutengeneza mpango wa upandaji miti, lazima tutengeneze na mpango unaokwenda sambamba na huo wa kuihifadhi hiyo miti baada ya kuipanda. Watu watatu wameuawa mapema leo katika mji wa Goma ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo Jumatano, baada ya kutokea shambulizi la drone katika eneo moja la makazi wakati usiku, wakiwa watu wengi wamelala. Esther Mtebe ametuandalia taarifa hii. Msemaji wa kundi la waasi wa M23 Lawrence Kanyuka amesema watu watatu wamefariki, akiwemo mfanyakazi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF, na kusababisha uharibifu mkubwa wa nyumba za wakazi. Mashuhuda wamesimulia jinsi milipuko mitatu ilivyosikika
karibu na nyumba ya Bi Olive Lembe, mke wa aliyekuwa rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila, na pia ofisi kuu ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Kongo MONUSCO. Ni miezi kadhaa sasa Kinshasa imetumia mashambulizi ya droni kuzilenga ngome za waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini, ikiwa ni moja ya mbinu za kudhoofisha kundi hilo linalokuwa na udhibiti wa sehemu kubwa ya mashariki mwa Kongo. Kabla ya tukio hili mjini Goma, baadhi ya mataifa duniani yalielezea wasiwasi mkubwa kuhusu ukiukwaji wa usitishwaji mapigano unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano ya kuweka silaha chini yalisainiwa katika mikataba ya Washington Disemba 4 mwaka 2025, lakini utekelezaji wake umesalia kitendawili. Mimi ni Esther Mtebe na hii ni Channel 10+. Wananchi wa kijiji cha Chanika Coffee kilichopo wilayani Handeni mkoani Tanga wameomba serikali kukamilisha ujenzi wa mradi wa maji unaotekelezwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 25 kwenye kijiji chao pamoja na vijiji jirani kufuatia changamoto kubwa ambayo imeweza kutokea hapo. Ernest Mbezi anatueleza zaidi. Wakielezea changamoto hiyo wakati wa ziara ya kamati ya siasa ya wilaya Handeni ilipotembelea na kukagua mradi huo unaotarajiwa kuhudumia zaidi ya wananchi 120,000 wa vijiji 16 vya kata 6 zilizopo wilayani hapa pindi mradi huo utakapokamilika. Baadhi ya wananchi hao wamesema wananchi tumeathirika kwa asilimia kubwa sana, sababu sisi changamoto kubwa hapa ni maji, ambao maji sisi hapa kwa wastani dubu tunanunua shilingi 1000 kutoka Mzundu kuja Nikakofi. Kwa hiyo mradi huu unapokuwa unachelewa kupata maji, changamoto ni kubwa, na gharama pia ya ugumu wa maisha ndio kuongezeka ajili changamoto ya maji. Naomba serikali walione hili kwamba ni tatizo kwenye kitongoji hiki au kwenye kijiji chetu cha Chanika Coffee, kwamba kama walivyokuwa na moyo wa kuja kuliona tenki letu, basi iwe ni chachu kwa ajili ya kuleta kumalizia sehemu iliyobaki. Mradi huo unasimamiwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira HTM. Na hapa mkurugenzi wa mamlaka hiyo mhandisi Yohana Mgaza anataja baadhi ya sababu zinazokwamisha mradi huo, huku mwenyekiti wa CCM wilaya Handeni Amiri Changogo akitoa maelekezo mbalimbali ikiwa ni pamoja na kumtaka mkandarasi kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo. Tuna eneo la shamba la mchungaji Mwingira, yaani mpaka sasa hivi kuna bomba zimeletwa lakini tunashindwa kuendelea kulaza. Ile issue ya pale kidogo bado aligoma kuruhusu bomba kupita. Kwa hiyo pale tulikwamia hapo. Kwa hiyo tunaomba ili Mheshimiwa Mwenyekiti na kamati yako ya siasa muangalie jinsi ya kuweza kutukwamua. Kitokea Mtanzania mwenzetu, mwanahandeni mwenzetu akileta vizuizi katikati ya mradi, kimsingi sisi kama wanahandeni tunapata mashaka na uwepo wake. Kwa hiyo tunamuomba, nimwagize katibu wangu wa CCM wa wilaya amwandikie barua leo mpaka Jumatatu tukutane ofisini, yeye na mimi na kamati yangu ya siasa, tuje tushauriane naye, lakini huku akijua awaruhusu watu wetu wa idara ya maji waendelee kuraza mabomba kwenye eneo lake lile la shamba. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kenan Kihongozi amewataka viongozi waliochaguliwa na wananchi kuhakikisha wanatumikia na kutatua kero zao kwa kuhakikisha wanafanya mikutano ili kusikiliza changamoto zinazowakabili na kuzitatua. Tupate undani na taarifa hii. Kenan Kihongozi amesema hayo katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Nyanguge kilichopo katika kata ya Nyanguge wilayani Magu mkoani Mwanza, baada ya mwananchi mmoja kumlalamikia diwani wa kata hiyo Bwana Hilali Elisha Nasoro kutokufanya mikutano na wananchi wa kata hiyo. Unapogombea nafasi, hiyo nafasi sio ya kwako. Nafasi ni ya wananchi. Ukiona kuna mbunge, walimpa ubunge, mbunge ni nani? Wananchi. Uongo kweli? Walimpa udiwani, diwani ni nani? Wananchi. Pia katika mkutano huo akaibuka mwananchi mwingine ambaye naye alitoa kero yake akikilalamikia kituo cha afya cha Nyanguge kutokuwa na watumishi wa afya wa kutosha, hali inayowaletea changamoto katika kupatiwa huduma ya matibabu. Hiyo hospitali mnaifahamu? Haina daktari hata mmoja. Imefungwa.
Inatoa huduma haitoi? Inatoa. Haya, DMO karibu kwa majawabu. Kituo cha afya cha Nyanguge tunavyoongea mpaka sasa hivi tunao jumla madaktari 4 ambao wapo kwenye kile kituo, lakini pia tunao wauguzi mpaka wenye degree, na hata ajira ya juzi ya mama iliyotolewa na serikali tumepanga watumishi madaktari 2 wapya ambao wanakuja kuripoti kwa sasa. Nikiripoti kutoka katika wilaya ya Magu mkoani Mwanza, mimi ni Kisa Mwepiana wa Channel 10. Na shukrani sana Kisa Mwepiana kwa taarifa hiyo. Waandishi wa habari visiwani Zanzibar wametoka kujifunza mbinu mpya za kidigitali katika kukikuza na kukiendeleza Kiswahili katika wakati huu ambao dunia ina mabadiliko ya makuzi makubwa ya sayansi na teknolojia. Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar, Daktari Riziki Pembe Juma ametoa ushauri huo kwa waandishi wa habari wa wakati akifunga mafunzo ya matumizi ya Kiswahili kwa waandishi wa habari katika kazi zao. Tupate undani wa taarifa hii. Akifungua mafunzo ya matumizi sahihi na sanifu ya Kiswahili kwa waandishi wa habari, Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar, Dr. Riziki Pembe Juma anawataka waandishi wa habari kwa sehemu ya wataalamu wanaokiendeleza na kukikuza Kiswahili kupitia kalamu zenu, kupitia vipaza sauti vyenu na majukwaa ya kidijitali mnayotumia kila siku. Mnao uwezo wa kuendelea kukikuza Kiswahili chetu na kukifanya kiwe lugha yenye nguvu katika ulimwengu wa maarifa na maendeleo. Historia ya Kiswahili, chimbuko, asili na usanifishaji, uakifishaji, alama na vituo vya uandishi, pamoja na nadharia ya habari katika Kiswahili ni mada za semina hii ya matumizi sahihi na sanifu ya Kiswahili katika uandishi wa habari. Makosa yanayojirudia mara kwa mara kwa wanahabari, athari ya kutumia Kiswahili ambacho kina makosa na ambacho hakizingatii matumizi sahihi na fasaha pamoja na usanifu wake ya Kiswahili. Amur Abdal Hamis ni mtaalamu wa lugha ya Kiswahili na hapa anataja sababu za kwa nini Kiswahili kukosa lugha moja. Kiswahili kwa hivi sasa duniani ni bidhaa, na kama Kiswahili ni bidhaa, lazima ushindani wa siri au wa ndani kwa ndani. Kila mmoja anataka kung'ang'ania kuonesha kile Kiswahili yeye ni chake na mwenzake sio chake. Kulingana na wataalamu wa Baraza la Kiswahili Zanzibar, wanasema kwa sasa Kiswahili kinazungumzwa na watu wapatao milioni 200 wanazungumza Kiswahili duniani kote. Juma Kasim, Zanzibar. Vyombo vya habari vya Ethiopia vimeripoti kuwa watu 30 wamefariki kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika eneo la Gamo kusini mwa Ethiopia. Taarifa hiyo imesema idadi ya vifo ilikuwa kubwa hasa katika maeneo ya nyanda za juu za ukanda huo. Utawala wa eneo hilo ulithibitisha kuwa maafa hayo yalitokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha katika maeneo jirani. Viongozi wametahadharishwa wananchi kuwa waangalifu kwani maporomoko ya udongo yameziba barabara na madaraja yamejaa maji. Hatua za ufuatiliaji na uokoaji zinaendelea kwa sasa ili kuzuia uharibifu zaidi. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi nchini TDPC imetoa elimu kwa jumuiya wasioona nchini TAB, ikiwa ni mkakati wa tume hiyo kufikisha elimu kwa makundi yote nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa mafunzo ya ulinzi wa taarifa binafsi, mwenyekiti wa jumuiya ya wasioona Tanzania Omar Itambo ameshukuru tume kwa kutoa elimu hiyo itakayowasaidia kutunza siri zao. Huku mwanasheria wa TDPC Humphrey Mtui ameambia Channel 10 kwa tume itaendelea kutoa elimu ya ulinzi wa taarifa binafsi kwa makundi yote nchini. Tume yenye tija kwetu, kwa sababu udijiti unapokuja unakuja pia na maharamia ambao wanaharamia taarifa za watu, iwe kwa uzuri au kwa ubaya. Udukuzi ni udukuzi tu. Hakika kundi la watu wasioona au wenye ulemavu hapa nchini wamekuwa wakipitwa na mambo mengi ya msingi ambayo yanagusa haki zao za kibinadamu. Hivyo kutoa elimu kwenu nyinyi mmefanya jambo la maana. Ama kukosekana kwa sababu kuna vitu vingine, kwa mfano sipendi labda dada Evelyn yafahamu, lakini kwa sababu ya kutokuwa na mawasiliano mazuri ama njia nzuri ya mawasiliano yangu mimi binafsi,
inabidi nimtumie dada Evelyn kwa sababu ya kunisaidia aidha kusoma ule ujumbe au kunisaidia kutuma ule ujumbe, ambapo ukifikia hapo ule ufaragha unakuwa umeisha au haupo. Lakini elimu inayotolewa hii itasaidia sasa kwamba mtu akikujadili kwa mambo mabaya, hatua gani zitakiwa zichukuliwe na nini. Ni jambo zuri kwa kweli. Na mtazamaji, jeshi la Iran limeapa kuendelea kushambulia miundombinu ya kiuchumi ya Marekani na Israel katika eneo zima la Mashariki ya Kati, ikiwa hayo yanajiri wakati Mojtaba Khamenei akiwa bado hajasema lolote kuhusiana na vita hivyo. Kamanda anayeongoza operesheni ya vita Khatam al-Anbiya amesema maadui wa taifa la Iran wameipa uhuru wa moja kwa moja nchi hiyo kushambulia maeneo hayo ya Israel na Marekani. Kulingana na mashirika habari ya Iran, shambulizi dhidi ya benki kuu ya Iran lilitokea usiku kwa mkia leo limesababisha mauaji ya wafanyakazi wake kadhaa. Hayo yanajiri wakati kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei akiwa bado hajasema lolote kuhusiana na vita vinavyoendelea siku 3 tangu alipochaguliwa kuchukua nafasi hiyo baada ya baba yake Ayatollah Ali Khamenei kuuawa Februari 28. Wananchi wa mitaa mitatu ya Kange, Uzunguni, Masiwani na Tanzanite katika halmashauri ya jiji la Tanga wamejenga daraja linalounganisha maeneo hayo kutokana na changamoto ya kukatika kwa mawasiliano kipindi cha mvua. Taarifa zaidi na Raki pia kutoka Tanga anatueleza. Wakizungumzia ujenzi huo, baadhi ya wananchi wameshukuru ushirikiano waliopewa na wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA mpaka kufikia hatua hiyo, huku wakiomba msaada wa kumalizia nguvu kazi ili warahisishie katika shughuli za maendeleo. Walitengeneza hivi wakatupa sehemu ya kufanya extension, maana tunaruhusiwa kuongeza karabati nyingine. Ukiangalia huko kushoto kwako, hii barabara inatakiwa ichongwe vizuri na watu wa TARURA ili iweze kupitika vizuri. Wakati wa mvua inatenganisha watu wa Njombe na watu wa Masiwani, wakati uthamini umefanyika na watu wamelipwa, barabara ichongwe ili ifike hospitali. Na kushangaza, barabara ile imesitishwa na inachongwa barabara ambayo sio iliyotangazwa. Mhandisi Boniface Mwambene ni meneja wa TARURA wilaya ya Tanga, amesema barabara hiyo tayari imepitishwa ili kuingizwa kwenye mfumo wa ujenzi kupitia mfuko wa barabara. Wameamua kujichangisha ili kuondoa hili kero. Hii barabara tumeiombea kuingiza kwenye mfumo, tuliwashirikisha pia wakati watu wa World Fund wanakuja kuhakiki. Na hapa mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Ustadh Rajabu Abdalla akatoa kiasi cha shilingi milioni 3 ili kumalizia ujenzi huo, huku akiwasisitiza watendaji juu ya kuwajulisha wananchi mipango ya utekelezaji miradi ili kuondoa malalamiko mbalimbali. Nendeni mkatoe elimu kwa wananchi kuhakikisha kwamba barabara hizi zinaingizwa kwenye mfumo na kuhakikisha kwamba wananchi hao wanakuwa na uelewa wa kutosha juu ya taratibu za serikali kwenye ujenzi wa miundombinu ya barabara na maeneo. Kutoka Tanga, Rai Kipingu, Channel 10. Wataalam kutoka Tume ya Matumizi Bora ya Ardhi makao makuu Dodoma wamewasili mkoani Manyara kuanza utekelezaji wa agizo la Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba alilotoa Februari 26 mwaka huu la kutaka utatuzi wa kudumu wa migogoro ya ardhi wilayani Kiteto kwa kutoa elimu kwa wananchi, jamii ya wafugaji na wakulima na kufanya upimaji wa ardhi kwa ajili ya jamii hizo kutambua mipaka ya maeneo ya malisho na kilimo badala ya kuendeleza uhasama wa mara kwa mara. Mwandishi wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Agizo la Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba lilitoa siku chache zilizopita akiwa wilaya ya Kiteto kwenye ziara ya kikazi mkoani hapa, ambapo baada ya kupokea malalamiko mengi ya mwingiliano baina ya wakulima na wafugaji, tume hii itaanza upimaji kwa jumla ya vijiji 20 vilivyopendekezwa kati ya 63 vya wilaya ya Kiteto. Tume kwa maana ya Wizara ya Ardhi kupitia tume tumepokea maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na tunatekeleza kwa vitendo. Tunatarajia hili zoezi litafanyika kwa muda wa si zaidi ya siku 30 na tutafanya katika vijiji hivyo, lakini tunafanya kwa kushirikiana na viongozi wa maeneo husika. Furahi kwa sababu sasa zile kero za vijiji mbalimbali katika wilaya yetu ya Kiteto ambayo ilikuwa ni changamoto kubwa sasa zinaenda kupata ufumbuzi. Neema Gasabile akizungumza kwa niaba ya Katibu Tawala mkoa wa Manyara hapa ameonyesha kufurahishwa na mwitikio wa haraka kwa tume hiyo juu ya agizo hilo la Waziri Mkuu. Wito kwa wananchi wote wa wilaya ya Kiteto ni kutoa ushirikiano wa kutosha kwa timu hii, kwa sababu ili tufikie hitimisho ya migogoro hii ya ardhi
Maanake ushirikiano wao ambao ni wakazi wa maeneo haya husika, basi ni kujitoa. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Na katika kuhakikisha wananchi wanapata na kutumia maji safi na salama, mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala amepongeza juhudi na mpango wa upimaji wa ubora visima na kutibu maji unaotekelezwa na bodi ya maji bonde la Wami hadi Ruvu, akisema hatua hiyo ni muhimu katika kulinda afya za wananchi. Jimmy Mengele ana taarifa zaidi. Akizungumza katika kikao cha bodi ya maji bonde la Wami Ruvu kilichokutanisha madiwani pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali, Kilakala amesisitiza umuhimu wa viongozi kusimamia kwa karibu shughuli za uchimbaji wa visima na matumizi ya vyanzo vya maji kwa kuzingatia ushauri na mbinu zinazotolewa na wataalamu wa sekta ya maji. Mkiona visima vinachimbwa kwenye maeneo yenu, lazima mjiridhishe na vibali ambavyo wanavyo, ili kunusuru wananchi wetu wasitumie maji ambayo muda mwingine yana sumu, kwa sababu sio kila mwamba unachimbwa, na ndio maana vinatoka vibali, tafsiri yake survey inakuwa ishafanyika. Lakini kwa kutambua na kuthamini hilo, bodi imekuja sasa kutambulisha na kuzindua zoezi la kupima ubora wa maji wa visima vyote bure. Tuwe pamoja kuhakikisha tunavibaini hivyo visima, wananchi wapewe elimu ili tupime yale maji na kuyatibu bure. Kwa upande wake, mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Wami Ruvu Mhandisi Elibariki Masi amesema kuwa kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali, bodi hiyo imeanzisha zoezi la upimaji wa visima na kutibu maji ili kuhakikisha maji yanaendelea kuwa safi na salama kwa matumizi ya wananchi. Hili zoezi linafanywa bure, hachajiwi mtu chochote. Anachotakiwa kuonyesha yeye kwake ni ushirikiano wa kisima kiko wapi, na kuangalia taarifa za kile kisima na kupima ule ubora wa kile kisima, na tukimaliza tunapeleka maabara, tukipima na tukiona ubora kile kisima tunampa cheti cha kuonyesha kwamba kisima chako kina usalama kiasi gani. Na hili zoezi litaendeshwa kwa maeneo yetu yanayosimamiwa na bodi ya maji bonde la Wami Ruvu. Kila mmoja akijisikia kuchimba kisima anachimba kisima tu, lakini kwa utaratibu huu unaokuja ni utaratibu rafiki unaokwenda kuhusisha maisha salama kwa wananchi. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Mbunge wa jimbo la Ikungi Magharibi Elbarik Emmanuel Kingu amesema ametenga zaidi ya shilingi milioni 100 kwa ajili ya kununua taulo za kike na kuzigawa kwa wanafunzi wa kike waliopo katika shule zote za sekondari za jimbo hilo ili kuhakikisha wanafunzi wa kike wanahudhuria masomo yao bila kukosa kwa mwaka mzima. Tupate undani wa taarifa hii. Akikabidhi msaada huo katika shule za sekondari za Puma, Miandi, Utao pamoja na Samamba zilizopo katika jimbo la Ikungi Magharibi, mbunge Kingu ambaye pia ni mbunge katika bunge la dunia akafafanua kwamba msaada huo unalenga kunufaisha zaidi ya wanafunzi wa kike 5,000. Mimi kama mbunge ninaona kwamba linapaswa kuwa hamasa kwa nchi nzima ili kuweza kuwatia moyo watoto wa kike, kwa sababu watoto wa kike wakisoma na wakawa viongozi wana matokeo makubwa sana katika jamii. Tumeelewana? Ndio. Sina maana kwamba watoto wa kiume hawana impact, lakini changamoto za watoto wa kike. Awali akimkaribisha kuzungumza na wanafunzi wa shule ya sekondari Puma na kisha kukabidhi msaada huo wa taulo za kike, mkuu wa shule ya sekondari Puma Hussein Malongo akatoa idadi ya wanafunzi watakaonufaika katika shule hiyo, huku baadhi ya wanafunzi wa kike katika shule ya Puma wakielezea faida za vifaa hivyo. 570. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuja kututembelea na kuwagawia taulo za kike. Mwanafunzi akiwa katika siku zake, mwanafunzi wa kike anakuwa yuko comfortable kujifunza, anakuwa anajiamini, anakuwa anajifunza kwa raha na anaelewa vizuri darasani. Mwanafunzi wa kike anaweza akatumia hizi pedi tulizogaiwa na ambazo haziwezi kupitisha unyevu. Nikiripoti kutoka wilayani Ikungi mkoani Singida, Jumbe Ismail. Na mtazamaji, mara baada ya taarifa hiyo, na sasa tukapata mapumziko mafupi, tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa habari za biashara. Endelea kusalia nasi, mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel 10 Plus.